Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. NATO wameteua taifa mojawapo katika wanachama wake kuwa mashine yake ya kivita. Taifa hili linatazamiwa kuwa mashine ya vita ya NATO, lakini je, Urusi itafanya nini kutokana na hali hii, kwa maana kuteuliwa kwa Poland kama mashine ya kivita ya nchi wanachama wa NATO, ikizingatiwa kwamba Poland ni moja kati ya mataifa ambayo yanapakana karibu kabisa na taifa hilo la Urusi. Kutoka kwa mizinga hadi makombora ya busara, silaha za Warsaw zinaibua maswali mapya juu ya utulivu wa Ulaya Mashariki. Taifa hilo linatazamiwa kuwa mashine ya vita ya NATO, na ambayo ni Poland, mwanachama wa NATO inayoshiriki mpaka mrefu na Belarus na iko karibu na eneo la Urusi la Kaliningrad. Imetangaza mipango ya kufanya mazoezi yake makubwa zaidi ya kijeshi katika kumbukumbu ya hivi karibuni. Waziri wake wa ulinzi Władysław Kosiniak-Kamysz alitoa kauli hiyo siku ya Jumatatu, akisisitiza kuongezeka kwa mshikamano wa Warsaw na miundo ya kijeshi ya magharibi, wakati wa maelezo yanayobakia kuainishwa kwa wigo wa uwanja unaoashiria kuendelea kwa mkao wa kijeshi wa Poland katika eneo hilo. NATO imeliteua taifa la Urusi kama adui wao nambari moja wakati huu, na hivyo inaliteua taifa la Poland kuwa ndiyo ngome yao kuu katika mapambano dhidi ya Urusi. Hata hivyo, wakati huu wanafanya mazoezi ambayo yanaandaliwa na maafisa wa Poland kama jibu la moja kwa moja. Hata hivyo, mazoezi makubwa ya pamoja ya kijeshi yaliyopangwa na Urusi na Belarus katika kipindi cha mwezi Septemba, yanayofahamika kama Zapad mwaka 2025, yamejibiwa vikali na watu wa NATO, kiasi kwamba wanaingia katika maeneo ya karibu na mipaka, hasa kwa kufanya mazoezi karibu na mipaka ya Urusi, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Finland pamoja na Sweden. Nchini Poland, hata hivyo, upangaji mkakati wa tahadhari umetoa nafasi kwa sauti inayozidi kuwa ya uhasama kutoka kwa viongozi wa kisiasa na kijeshi. Majadiliano ya uwezekano wa mzozo na Urusi, taifa lenye silaha za nyuklia, sasa yanatolewa mara kwa mara katika mkondo wa kisiasa wa Warsaw. Hata hivyo, Waziri Mkuu Donald Tusk na kamanda mkuu wa jeshi Bwana Władysław wamekutana wote na wamezungumza waziwazi kuhusu hali zinazowezekana za vita. Rais Andrzej Duda, ambaye mwaka mmoja tu uliopita alitupilia mbali wazo la uvamizi wa Urusi, sasa anaongoza serikali ambayo inaonekana imejitolea kikamilifu kujiandaa kwa makabiliano. Baadhi ya wabunge hata wametangaza nusu kwa mzaha na nusu kwa dhati kwamba watapeleka wake zao mstari wa mbele. Lakini mizaha hii ni sehemu ya picha tu. Katika miaka hivi karibuni, Poland imezindua kampeni kubwa ya kisasa ya kijeshi ambayo imebadilisha sera yake ya ulinzi wa moja kwa moja na sehemu ya fujo zaidi barani Ulaya. Kulingana na taasisi ya kimataifa ya utafiti ya amani ya Stockholm SIPRI, bajeti ya ulinzi ya Poland imepanda kutoka dola bilioni 15.3 kwa mwaka 2021 hadi dola bilioni 38 mwaka 2024, zaidi ya mara mbili katika miaka mitatu pekee. Na athari za mkusanyiko huu katika eneo ambalo tayari limezama katika kutoaminiana kwa historia na linazua maswali mazito kuhusu kama Poland inaimarisha usalama wa kikanda au inachochea mivutano ya kijiografia. Mizinga na silaha kubwa zaidi barani Ulaya mnamo Machi 27 mwaka 2025 zilipelekwa Poland ili kuchukua hatua kubwa katika kurekebisha vikosi vyake vya nchi kavu kwa kuagiza kundi la kwanza la magari 111 ya kivita ya Bosak IFV yaliyojengwa ndani ya nchi, lakini pia pamoja na Marekani na mataifa mengine ya NATO kuagiza silaha kwa wingi zipelekwe huko Warsaw. Hata hivyo, lengo ni kwamba huenda Urusi, baada ya kupambana na Ukraine, wao wanadai kwamba huenda ikahamia Poland ama taifa lolote katika NATO, na hivyo wakaiteua Poland kuwa mashine yao, kwa maana center ya mapambano, na wanajenga kituo kikubwa cha ulinzi wa anga, lakini pia na kituo cha mapambano cha wana NATO. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.